Habari zenu, habari zenu wote za tangu jana kwenye live ya jana. Live ya jana ilikuwa nzuri sana. Alikuwepo Abdul Fimbo, dada Mary Mais na Da Silva. Walichambua sana kuhusu abiria unatakiwa ujiandae vipi unapokwenda nje. Wameelezea mambo mengi, unatakiwa ujipange vipi, ubebe vipi nguo zako. Kwa wewe mtu unayesafiri kwa mara ya kwanza kabisa, unatakiwa ujipange vipi. Wewe unayesafiri kwa mara ya kwanza kabisa, kwanza tazama mwaliko wako umekaaje, unahusu kitu gani, na unatakiwa uvae mavazi ya namna gani, ujiheshimu, sababu wewe ndio unaenda mara ya kwanza. Ubebe nini ili watu wasikusumbue. Unatakiwa ujiandae kikamilifu, hasa mwaliko wako utakubeba wewe. Na maswali mengi yanatoka kwenye mwaliko wako, kuanzia kule kwenye ubalozi wakati unapewa visa. Kwa hiyo unapokuwa kwenye ndege, jaribu kusoma zile taratibu pale. Ukiwa hujui kusoma, eleza mtu akuelekeze, ila usikubali kumshikilizia mtu mzigo wake. Usikubali kushikilia mzigo, yani mtu akwambie nikamatie hii au nisubiria hapa. Hapana, usifanye hivyo, unajiingiza kwenye matatizo. Kwa hiyo darasa la jana lilikuwa ni zuri sana, tunawakaribisha tena leo tuendelee. Vile vile sasa hivi tumeanzisha darasa la kuzichambua hizi nchi ndogo ndogo ambazo watu hawataki kwenda. Hizi ndogo ndogo tumezichambua, tumegundua kwamba hizi nchi ndogo ndogo hizi watu mmekalili Canada na Marekani, na utafiti tuliofanya kwa mwaka jana, mliokuwa mnafanya safari za Canada na Marekani mlitapeliwa karibu shilingi milioni 640 kwa watu 56. Tuliowachambua watu 56 waliotapeliwa, zilifika shilingi milioni 640. Kwa hiyo wimbi la vijana mnaotaka kwenda Canada mnaibiwa sana. Kwa hiyo tunaomba sasa hivi mhudhurie kwa wingi kwenye live, mje msikilize zile nchi ndogo ndogo, mwende wenyewe, mjitengenezee safari wenyewe. Pale kwenye live yetu tutakufundisha namna gani zinapatikana hizo document na gharama gani zitakukosti hizo document. Wewe nenda wewe mwenyewe huko Uswahilini, utajitafutia mwenyewe safari. Sisi tutakuelekeza hiki na hiki, na utapata hivyo. Wewe mwenyewe kajifanyie safari, usipitie kwa agent, usifanye kwa agent kabisa. Inawezekana. Njoo tu pale kwenye live yetu, ujifunze tu darasa, usome tu, utaelekezwa namna gani, maswali yanaojiwa vipi, utajibu vipi, utajifunza taratibu, na wewe mwenyewe utaenda kuwa agent, utawasaidia wengine, utawasaidia na wengine. Ndivyo hivyo tumeanzisha hiyo system. Na njooni tumechunguza hizi nchi ndogo ndogo mnazozikataa. Kwa mfano tumeangalia Spain, tumeangalia Italy, tumeangalia Portugal, tumeangalia Romania, tumeangalia Bulgaria, tumeshaangalia Croatia, Serbia. Yaani mishahara yao haipishani. Ugiriki, umeona, wana mishahara midogo, of course 1000 euro, 800 euro mishahara yao, lakini tumechunguza upande wa nyumba tena wako rahisi. Mfano Croatia unapata nyumba mpaka 150. Sasa unapishana nini na mtu anayekaa huku kwetu? Kwa hiyo njooni mpate hii elimu, itawasaidieni sana na kupunguza wimbi la kuibiwa.